Kama eneo lako lina upana wa kuanzia mita 25 na urefu wa mita 35, basi hii hapa ni guest house au lodge nzuri sana of course, na ina vyumba vingi sana kweli kweli. Nachokuambia ni kwamba kama unataka kutazama ramani kupitia WhatsApp yako, cha kufanya ni hivi: tutumie message WhatsApp kwenye namba ya simu hiyo hapo inaonekana kwenye kioo cha simu yako, ambayo ni 0758260690. Tuma message WhatsApp, andika neno niunge. Baada ya hapo nitakupatia link, na kupitia link hiyo basi tutaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu na tutakuwa unatazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, hili jengo lina vyumba 17 vya kulala, vyote ni self bedroom. Unajua iko hivi, kuna baadhi ya maeneo hayahitaji kutengeneza kitu ambacho utakilemba sana. Unaweza ukatengeneza guest house ambayo inakuwa ina vyumba vingi, lakini ukafanya uwekezaji mdogo wa kawaida usiotumia budget kubwa, usifanye decoration kubwa, ila ikakupa faida sana, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo hayahitaji uwekezaji bali yanahitaji wewe kuanzisha, kwa sababu huduma za guest house zinazidi kutanuka zaidi. Maeneo ya vijijini huko nako pia kumefikiwa, watu wanakuja sana kununua mazao, watu wanafika sana kwenye biashara zao. Kwa hiyo hii itakuwa ni kwa ajili yako. Ukiangalia vyumba vyote ni self na vina nafasi ya kutosha, sawa. Kwa hiyo kwa namna yote ile pale ukiweka kijijini kwenu, hii ina maana itakuwa na hadhi kubwa sana. Lakini pamoja na kwamba ina vyumba 17, bado kuna sehemu ya mapokezi kwa ajili ya mhudumu, hiyo inazingatiwa. Hiyo lazima of course. Lakini pia kuna chumba maalum kwa ajili ya mikutano midogo midogo. Watu wakiwa watu 15, watu 20 wanaweza kufanya mkutano wao humo na mambo yakawa fresh, yakawa vizuri, sawa. Lakini pia kuna choo cha public kwa ajili ya mhudumu, ana choo chake maalum cha public. Lakini utaratibu ambao huwa ninaufanya kwenye majengo ya namna hii hapa, huwa choo cha public nakipeleka nyuma kabisa mwisho. Mhudumu anaposema sasa naenda kwenye choo cha public au naenda chooni, inamfanya yeye aweze kulitembelea eneo lake la kazi. Hiyo itamfanya aweze kuliangalia eneo liwe safi muda wote na liweze kuwavutia watu ambao watakao kwa wanafika hapo. Kutokana na kwamba vyumba ni vingi, basi eneo lisije likawa chafu. Vyoo vya public viko viwili katika tawa zote, upande wa kushoto na upande wa kulia. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ni nzuri na ni ya kisasa pia. Idadi ya vyumba ni vingi. Kwa hiyo wewe tu na uhitaji wako katika eneo ambalo unataka kwenda kujenga hiyo guest house. Nilikwambia ya kwamba kama kiwanja chako kitakuwa na upana wa kuanzia mita 25 na urefu wa mita 35, basi hili jengo linaenea vizuri sana, na naweza nikakuhakikishia hivyo. Pamoja na kwamba itakuwa mita 35, bado eneo la mbele tunaweza tukapata hata eneo la kupaki gari kuanzia 8. Sawa, gari kuanzia 8 zezi zikapaki hapo, na maanisha gari ndogo ndogo. Sawa, kwa hiyo wewe ambao unapatikana maeneo ambapo bado hakuja kuwa na huduma hii, basi peleka hii, utakuja kunishukuru baadaye, kwa sababu nimeona kwa mfano kwetu Mpanda hapa kuna maeneo ambayo ni ya kimkakati, yanafikiwa na watu wengi sana. Kwa mfano kuna kijiji kinaitwa Kese of course, kama sijakosea mtanisahihisha kwenye comment. Kuna kijiji kinaitwa Kakese, lakini kuna maeneo kama Kapanga. Nafikiri hivi vijiji na vivitaje vya Mpanda hapa vipo mikoa mingi ambavyo vinakutana na watu au watu wanafika hapo kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kama unafika hapo kwa asilimia kubwa, tengeneza hii, itakufaidisha sana, kwa sababu watu walioko maeneo hayo sio tu watahitaji kupata kitu kizuri zaidi, hapana, watataka huduma tu. Kwa hiyo wakati ambapo bado watu hawajashtuka kupeleka uwekezaji wa majengo makubwa na mazuri zaidi, basi wewe unaweza kupeleka hili lenye idadi ya vyumba vingi na likaendelea kukupa faida vizuri tu. Na ushauri huu huwa ninautoa mara nyingi, kwa sababu ninaamini wapo watu ambao wanaweza kunufaika na kile ambacho mimi ninakuwa nakizungumza. Japo sio lazima uweke guest house katika kila eneo tu, kikubwa tu uone kiwanja chako kinatosha. Hapana, hilo nalo linakukataza, kwa sababu unaweza ukafanya hivyo na ukajikuta unapata hasara, na kile kiwango ambacho uliwekeza wakati wa kufanya hiyo biashara unashindwa hata kukirudisha, pengine hata nusu yake, sawa? Lakini kwa maeneo ambayo yanapata mpishano wa watu waingia na kutoka, basi hii inafaa sana. Lakini kama utataka kujenga mjini, bado itakupa faida mno. Kuna maeneo mengi ambapo watu wanahitaji nyumba za kulala wageni. Kwa hiyo wewe ukiweka vyumba 17, ina maana kwa siku unaweza kulaza kiasi cha kutosha. Yani budget yako ambayo utakuwa unaingiza inakuwa ni pesa nzuri tu. Hili jengo limeweza kutengenezwa katika tawa 2. Kwa hiyo mtu anapoingia for the first time anaweza kaelekea upande wa kushoto
au akaelekea upande wa kulia, atakuja kugundua kwamba jengo lina vyumba vingi mpaka apate nafasi ya kupita kuelekea tawa za nyuma au upande wa nyuma wa jengo. Sasa hili nalo linafanya jengo kuwa zuri, kwa sababu mtu akiingia ndani hawezi akamwona nani kaingia wapi na nani kaingia wapi, nani kaenda kwa mhudumu fulani, nani katoka kwa mhudumu fulani. Hii inapendeza, na kwa upande wa majengo haya ya guest house ndiyo kitu tunachokizingatia kwa sasa, kuhakikisha kwamba mtu anakuwa na usalama, lakini pia mtu anapata faragha pale ambapo anapokuwa amekuja kwenye jengo lako kupata huduma katika jengo ambalo wewe unakuwa umelijenga. Kumbuka tu usisahau kutufollow mitandao yote ya kijamii, tunatumia Makazi Mpanda, lakini pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu, kwa sababu ukifanya hivyo utatuongezea nguvu zaidi ya kuendelea kutengeneza ramani zaidi, tukukuwekea ramani nyingi zaidi na wewe uendelee kuenjoy. Umeona corridor hizo ni za upande wa nyuma kule, namna ambavyo zitakavyokuwa zinaonekana, hasa upande wa nyuma wa jengo letu hili hapa. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.